Mungu, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya siku njema. Siku ambayo Mungu umeifanya tuifurahie. Siku ambayo Mungu umeifanya tukuabudu. Siku ambayo Mungu umeifanya umetukusanya pamoja katika siku hii ya 7. Katika mwezi wa 6 tuko mbele zako siku ya Jumapili. Na baada ya mambo yote Bwana, tunakuja katika mkate wa uzima. Baada ya mambo yote tunakuja katika chakula cha roho zetu. Chakula ambacho kiliwafaa wana wa Israeli walipokuwa jangwani. Chakula ambacho kimelifaa kanisa kwa miaka mingi. Maana Yesu ndiye aliyesema ya kwamba mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, lakini ataishi akiwa na neno, kwa sababu neno halitapita. Mkate unapita, mwili unapita, chakula kinapita, lakini neno lako litadumu milele. Amen. Na hata umesema mbingu na nchi zinaweza pia kupita, lakini neno lako linadumu milele. Amen. Nasi kwa sababu ya heshima ambayo tumeitoa kwa neno lako, tumekusanyika wazee, wakina mama, wakina baba, vijana, pamoja na watoto wetu. Kama vile Musa alipomwambia Farao, tutakwenda na watoto wetu na mali zetu ili wote tukamwabudu Mungu jangwani. Nasi Mungu tumekuja na watoto wetu. Hata kama wakati mimi nawaelewi sana mambo haya, lakini utayaweka katika mioyo yao, na umesema mlee mtoto katika njia ipasayo hata iacha atakapokuwa mzee. Sema nasi siku hii ya leo, na kanisa lako tunasikia. Amen. Sema nasi Jehova, jinsi tupasavyo kuenenda ili tuwe na mwenendo wa utakatifu, mwenendo wa haki, mwenendo ambao utakuinua wewe na kukubariki kwa jina la Yesu. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Kanisa lote kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba pale ulipo ukae. Ujumbe ambao nataka tuuangalie leo unaweza kukushangaza kidogo, na ni vizuri ukaandika. Ujumbe wetu kuyashughulikia mapungufu yaliyoonekana. Mwambie jirani yako, yashughulikie mapungufu ulionayo yaliyoonekana. Lakini kwa upande mwingine, shughulikia pia na mapungufu ulionayo ambayo hayajaonekana. Mara nyingi kanisa, kama tunavyojua, kanisa ni eklesia. Eklesia ni watu waliokombolewa, watu ambao wanaunganishwa kwa imani katika Kristo, watu ambao mtazamo wao ni wa mbingu, watu ambao utumishi wao ni wa Mungu. Sasa kanisa linatunzwa na mwenye kanisa ambaye ni Kristo. Yeye Kristo anajitambulisha kwamba kanisa ni mwili wake, alafu anatuambia kwamba sisi ni hekalu la Mungu. Lakini shida iliyoko kwa kanisa ambao ni watu waliokombolewa, linapokuja katika swala la kuyashughulikia mapungufu, wengi sana wanajitetea. Wengi sana, kwa sababu fulani, kwa sababu fulani, kwa sababu fulani, kwa sababu fulani. Tena hapo mapungufu ya maisha yameonekana na watu wengine. Kama watu wengine hawakuyaona mapungufu yake, basi anaweza kaendelea tu hivyo hivyo, na akaona yuko sawa. Jaribu kuanza kama Daudi. Alimkosea Mungu kwa kumchukua mke wa Uria, kumuua Uria na vitu kama hivyo. Inawezekana alifanya toba zake na nini. Lakini paka alipokuja Nathan, ndio kama Daudi akaona kwamba kosa lake ni pana. Kabla ya Nathan ni kama ulikuwa hakuna kosa. Lakini Daudi ni mtu mwema. Nathan alipomtolea mifano yote akaielewa, akakubali na akachukua kwa uzito. Lakini ukina Daudi wengi wa siku za leo, wapendwa wengi wa siku za leo, hata mapungufu yake yakionekana na ukamwambia, hakosi sababu. Kwa nini utoe fungu la 10? Kipato hakitoshi, kama nilivyowaambia. Kwa nini uji kanisani? Niko busy. Kwa nini uombi? Nachoka sana. Kwa nini ufungi? Unajua wakati mwingine hekima lazima ifanye kazi. Kwa nini mwenendo wako uko hivi? Na anajua kabisa kwamba ni mapungufu, anatakiwa yarekebishe, anatakiwa yashughulikie ili awe kwenye kiwango kilicho bora. Lakini wapendwa wengi ambao tuko nao kwenye kanisa,
na tunaamini wao ni sehemu ya kanisa, hawafanyi hivyo. Sasa leo napokuletea ujumbe huu na kuletea ujumbe wa kimaandiko, ujumbe ambao Mungu mwenyewe ndio anasema, sio mchungaji, sio nabii. Mungu anasema ya kwamba yanapoonekana mapungufu kwenye maisha yako, aidha watu wengine wameyaona au wewe mwenyewe pia unajua kwamba hivi ninapokwenda nina mapungufu, yashughulikie kwa haraka kuyarekebisha. Amen. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sikiliza. Ufunuo wa Yohana sura ya 3. Tutasoma sehemu mbili katika Ufunuo. Tutasoma kwanza sura ya 3, hapo tutarudi nyuma tutasoma sura ya 2. Shughulikia mapungufu yaliyoonekana kwenye maisha yako. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari kuanzia wa kwanza. Hapa Mungu anasema na kanisa kwa nyakati zile. Alizungumza moja kwa moja na makanisa 7 kwa lugha tofauti, kwa maelekezo tofauti. Maelekezo ya kanisa ile yanafanana na lile. Maelekezo tulionayo sisi Zanzibar yanaenda sifanani na Dar es Salaam, lakini alizungumza nao kwa namna tofauti. Na hapa alikuwa anazungumza na kanisa lililokuwepo mahali kunaitwa Sardi. Katika sura ya 3 mstari kuanzia wa kwanza. Umefika bado? Amen. Na kwa malaika wa kanisa liloko Sardi andika, taarifa hii imwendee mchungaji anayeongoza kanisa lilo katika mji unaoitwa Sardi. Malaika anotajwa hapa akuwa malaika wale wanaoishi mbinguni ambao ni majitu mapandikizi. Malaika alikuwa anatajwa hapa ni mjumbe wa Bwana ambaye alikuwa ni mchungaji. Wale wote ambao wanasimama mbele za Bwana vizuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu wanahesabiwa kama malaika. Ndio maana wakati Daudi anatawala, watu wengi walipokutana naye Daudi akamwambia, tunaona uso wako kama kuona uso wa malaika. Akili yako ni kama akili ya malaika. Kwa hiyo ulikuwa ni ujumbe ambao Mungu anampa Yohana mtume kwenye kisiwa kama hiki kinachoitwa Patmo, ambapo Yohana alipelekwa kule kwa mateso ili auawe, ili afe. Mwambie jirani yako, katika mateso pia kuna mafunuo. Katika mateso pia kuna mafunuo. Mungu anasema na watu hata wakiwa kwenye mateso, wakiwa gerezani, wakiwa kwenye magonjwa. Walimpeleka Patmo ili auawe na wanyama wakali, lakini yeye alikuwa anapokea mafunuo. Kwa hiyo Mungu anamwambia sasa, andika hili kwa ajili ya mchungaji, kwa ajili ya malaika aliyoko Sardi, na umwambie maneno haya ndio anenaye yeye aliye na hizo nini, roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Yaani huyu anayezungumza saa hizi na wewe sio mtu wa kawaida, anamiliki zile roho 7. Tutazungumza pale siku nyingine. Anamiliki zile nyota 7, vinara vile. Si mtu wa kawaida tena, ameweza kusema anakusingizia, anakudanganyia, anakuhisia unabii wa uongo. Anazungumza yeye anayemiliki roho za wanadamu, anazungumza yeye anayemiliki maisha ya wanadamu, anazungumza yeye ambaye anamiliki mbingu na nchi. Kwa hiyo muandikie sasa, na katika kumwandikia mwambie hivi, na yajua nini matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai. Yaani umeokoka, mzee wa kanisa, na unapewa heshima yote ya uzee wa kanisa, unapewa heshima yote ya uchungaji, lakini ukiangalia kwa ndani wewe unaelewa ubovu ulionao. Na anasema huyo mtu na hilo kanisa wanaonekana wako hai, na tuna vijana wengi hapa ambao unaweza kusema ni sehemu ya kanisa, mabinti wengi sehemu ya kanisa, wazee wa kanisa, na kila mmoja, na sisi wote tunaamini kwamba ni mwenzetu, lakini jicho la ndani la Mungu linamuona kwamba huyo jamaa mfu katika roho, sio katika mwili. Mwili wake bado unatembea, lakini katika roho yake imekufa, kwa sababu atakapokufa katika hali hiyo hawezi kwenda mahali Mungu alipo, atakwenda mahali ambapo shetani yupo. Ni mtukanaji mitaani, ni muovu,
mtu wa ghadhabu, mtu wa hasira, asiweza kusamehe, ni mwasherati, ni mzinzi, ni mtu wa namna hiyo. Lakini kutana naye, Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu sisi hatujaona na hatujui na pengine hatutajua, kwa sababu ni mambo yaliyofichama, ni mambo yasiyoonekana, ni mambo yanayofichwa kwa siri, ni mambo yanayojua yeye, nafsi yake na yule anayeona katika siri. Kwa hiyo anasema anaonekana ana jina ya kuwa yuko hai, kana kwamba jina lake nalo lipo katika vitabu vya uzima, lakini sio. Sasa mwambie kwamba mimi ndio hivi ndivyo ninavyomuona. Kuwa ana jina la kuwa yu hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Ana vitu vichache anaendelea navyo ambavyo Mungu anavikubali. Na huu ndio uzuri wa Mungu tunamtumikia. Sema amina. Amen. Mwambie yako, huu ndio uzuri wa Mungu tunamtumikia. Huu ndio uzuri wa Mungu. Naweza kuwa na mapungufu, lakini kuna yale ninayofanya vizuri, yeye anayeheshimu. Amen. Lakini bado anaona kwamba akiendelea hivi hata anayefanya vizuri pia ataharibika. Huyu ndio Mungu tunayemtumikia. Sio Mungu wa kunyosha tu kidole cha lawama wakati wote. Sio Mungu wa kushutumu tu wakati wote. Sio Mungu wa kuhukumu tu wakati wote. Anatoa nafasi kwa watu wake wajiweke sawa. Amen. Aidha uko hapa au unanisikia kupitia Mvua za Baraka. Anajua matendo yako, anajua mahali uko hapo, anajua ofisi yako, anajua nyumbani kwako, anajua shambani kwako, anajua chumbani kwako, mtachozungumza, mnachokifanya, anajua. Na anasema na yaona mapungufu ambayo wewe mwenyewe yaone, lakini nayaona. Lakini pia kuna mazuri ambayo na yenyewe yanataka kufa. Sikiliza sasa pale sehemu ya mstari wa pili ambapo tunataka sasa kuchukua ujumbe wetu hapa. Anasema, maana sikuona matendo yako kuwa yamefanya nini? Yametimilika. Sikuyaona matendo yako kuwa yamefanya nini? Yametimilika. Mbele za nani? Haya ndio yanaitwa mapungufu. Mwambie yako mapungufu. Mapungufu. Sikuyaona matendo yako kuwa yamekamilika. Hayo tunayatafsiri kama mapungufu. Amen. Mwambie yako matendo yako vipi? Yamekamilika? Yametimilika. Au Mungu anayaona kwamba hayatimia? Unaweza kuwa kuna ambayo uko perfect, lakini kuna ambayo yana mapungufu mengi. Unazungumzaje? Unakaribishaje watu? Je, usengenyi? Je, usemi vibaya? Je, utaki kukomoa watu? Je, utaki kuudhi watu? Anasema hii lugha mimi imenishangaza sana. Nimekuwa nikisoma Biblia mara nyingi, lakini unapozidi kusoma na tafakari inaongezeka. Anasema, maana sikuona matendo yako. Sikuona matendo yako kuwa yamefanya nini? Kwa maana yapo ambayo ni mazuri lakini hayakamiliki. Mwezi unatoa zaka, mwezi ujao hujatoa. Yamekamilika wapi? Mwezi unaomba, mwezi ujao uombe kila siku. Niko taabani bwana, maana kila siku kuomba, kila siku kuomba. Taomba mpaka lini? Nimeomba miaka mingi. Hizo lugha achana nazo. Unaweza kukasirikia Mungu. Kwa sababu mbona wapagani wanaishi na wanaona tu sawa. Tena wanapokea hata mambo mabaya kwa shukrani. Lakini wewe umeokoka, umeitwa na Mungu na unajikuta unamlaumu Mungu. Anasema sikuona matendo yako kuwa yamekamilika. Unayafanya baadhi alafu yanaishia njiani. Unaanzisha baadhi alafu hayaendelee. Umekuwa ni mtu ambaye maji kujaa, maji kupwa. Mwezi huu ni mtakatifu sana, kanisani upo. Mwezi ujao ni wa kutafutwa. Mwaka jana wote uko vizuri, mwaka huu tangu umeanza ni udhuru. Vipi corona? Vipi corona? Sasa ukija kufa hata kama sio kwa corona, utapelekwa wapi kama sio kanisani? Anasema sikuona, nilikuwa natazama, nilikuwa naangalia, nilikuwa najaribu kuexamine kwamba huyu mtu wangu matendo yake yamekamilika. Kumbuka pia kuna pande mbili za shilingi. Upande mmoja yuko Lucifer, shetani, ambaye Petro anamtaja kama mshtaki wa ndugu zetu, ambaye alimwendea Mungu na akamwambia, unafikiri huyu Ayubu anakucha bure huyu? Ni baraka uliompelekea, ndio maana Ayubu unamwona hemwa, mara sio katoa sadaka za wanae, mara sio kafanya nini. Huyu ukiondoa baraka hafanyi hata kimoja. Hafanyi. Kama unabisha fanya. Mungu akimwangalia Ayubu yuko perfect. Nabii anasema katika nchi ya Usi yote hakuwepo mtu kama Ayubu.
Haiyasema inawezekana kuna ukweli katika hili tunaloambiwa. Kwa sababu jamani nimebless na makondoo sio 7,000 na magombe na nini. Inawezekana kweli. Basi okay, Lucifer hakuna maneno. Ulifikiri ufanyeje? Kwa sababu Lucifer kwanza hana kazi ya muhimu. Alipoambiwa uko wapi anasema nimetoka katika kuzunguka huko duniani. Yaani ni kama hana kazi maalum. Anemkuta watu anataka kumbeba. Petro anamuita kama simba ngurumani. Anambia no problem. Kama hivyo unavyodhani na haya mashtaka yako nadhani ya kweli, ni kama mtu tunamwona yuko vizuri, enda kwake. Fanya yote utakayofanya, lakini kitu kimoja nakwambia, roho yake usiguse kwa sababu usijataka roho yake ije. Sema amen. Amen. Mwambie jirani yako roho yako bado haijatakwa. Roho yako bado haijatakwa. Sema roho yangu bado haijatakwa. Roho yangu bado haijatakwa. Sema mimi kwa jina la Yesu. Mimi kwa jina la Yesu. Roho yangu bado haijatakwa. Roho yangu bado. Kwa hiyo nitaendelea kuishi katika mwili na katika roho ili mtumikie Bwana. Mpaka atakapofika siku Bwana atakaponitaka. Sema amina. Yaani uondoke kwa sababu shetani anataka uondoke. Sema amina. Amen. Mwambie jirani yako hautaondoka kwa sababu shetani anataka uondoke. Kama uko karibu na mkeo mwambie hivyo. Na kama uko karibu na mmeo mwambie hivyo. Mwambie mke wangu uondoke. Wengi hapo wamekaa mbali na wakisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema pamoja na mashtaka yale na mapigo yote, Ayubu akaja kuibuka akiwa mshindi. Amen. Kwa sababu kwa Ayubu hapakuwa na mapungufu, lakini mchochezi alisema kuna mapungufu. Sasa jaribu kuwaza kwa mtu ambaye kuna mapungufu kweli itakuwaje? Sereka lake. Huo mkiki wa shetani. Itakuwa kwaje? Mungu anawaambia kanisa la Sadi, nimeyapima matendo yako, nimeyaona hayajakamilika. Lakini nakupa njia ya kufanya ili ukae sawa. Mstari wa 3, basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Uliwahi kupokea neno la Mungu? Uliwahi kusikia neno la Mungu? Amen. Uliwahi kupokea neno la Mungu? Amen. Kwa taarifa yako, hata kama hujakaa kanisani miaka 2-3, mafundisho mengi ya msingi tumefundisha. Tumefundisha msipende dunia. Amen. Lakini unashangaa baada ya kina dada kanisa hili wanakuja na malipstiki, marangi ya midomo, mahereni. Hili sio kanisa la namna hiyo. Wewe uelewi hilo? Wewe mtu wapi? Wewe hujapokea mafundisho ndio kila siku Jumapili kufundisha mambo hayo hayo, mwambie yako kavani. Unataka Jumapili turudi, kila siku tuzungumze habari hizo. Wewe hujawahi kusikia kwamba watu wa kanisa hili wanafunika vichwa kina dada, kinataka wafunike vichwa. Wewe unataka uje kanisani mkaka na kapelo. Wewe hujawahi kusikia? Anasema kumbuka vile ulivyopokea. Kipi ambacho sijakufundisha? Kama sio mjeuri tu wewe. Kama sio mtu mbaya una moyo mgumu. Mtu usiotaka kuonyeka. Tafuta kanisa ambayo wanaruhusu hayo. Sio hapa. Kwani utakusikia? Biblia inasema mwanamke anapohutubu sio sisi jamani. Lazima afunike kichwa, dalili ya kumilikiwa. Ni maandiko. Hata makanisa mengine hayafanyi. Wewe unafikiri ukichukua unafanya makanisa mengine, Biblia inasema kule Korinto kulikuwa na uzinzi usio kuwepo. Watu wanalala na wake wa baba zao. Unataka tulete hapa? Unataka tulete hiyo? Anasema zinaa iliyopo kwenu haipo hata kwa watu wa mataifa. Tuibebe hiyo. Au unachukua mifano ya watu wasema kama Daudi alivyoanguka, sisi ni wanadamu dhaifu, hata sisi tujibwage meereka. Unataka hiyo tulete? Biblia inasema mambo hayo yaliwapata wale watu kwa mifano, ili kutuonya sisi tunayefikiwa na zamani ya miisho hii. Amen. Ili tusio watu wa kutenda mabaya. Amen. Mbona fulani kafanya kaachiwa? Wewe unafikiri kila mtu unamwona yuko serious kwenda mbinguni? Wewe upo kanisani kwa sababu tunatangaza baraka, watalindwa dhidi ya uchawi, watalindwa dhidi ya ushirikina. Haya tunayafuata. Anasema kumbuka jinsi ulivyopokea. Unataka Jumapili tuaje hapa aseme zaka yako iko wapi? Sadaka yako iko wapi? Kumbuka tulisha kufundisha. Sio mtu kufuatiliwa. Kila mwezi fanya kazi baada mshahara, sehemu ya 10 sio yako. Mpaka rais wa nchi anasema 10 tunapeleka kanisani atusaidia kuhubiri. Wewe uelewi? Uelewi kimwili uko wapi, unabiligika tu matutusi yale. Uelewi? Wewe uelewi?
mtoto, kumbuka ulivyopokea. Amen. Na aishi hivyo. Anaendelea kusema pia vile vile, basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyofanya nini? Ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Amen. Hapo tubu. Kama lipo. Na usiliweke. Kwa sababu Yesu yuko anarudi. Amen. Corona haziji bure. Njaa haziji bure. Uasherati unaona duniani umeenea, unanuka huo. Hiyo zote ni dalili za siku za mwisho. Sodoma na Gomora zilichoma moto ile miji miwili kwa sababu ya ulawiti. Leo hii miji ambayo imeruhusu ndoa za jinsia moja iko mingi, lakini katika kila nchi ufiraji na ulawiti upo. Unafikiri Mungu aone? Yesu anarudi. Tangu amekuwepo duniani imeshapita miaka zaidi ya 2000. Wewe unafikiri bado siku ngapi? Bado miaka mingapi? Kwa hiyo analiambia ile kanisa, na maneno haya yalizungumzwa zamani sana, lakini yanaendelea kudumu na yana nguvu mpaka leo. Amen. Hivi ninavyosema unavyosikia, unajua jinsi yanayofanya kazi ndani yako. Amen. Hali kadhalika yanayofanya kazi ndani yako. Basi kumbuka jinsi ulivyosikia na jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, uyashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, sikupi taarifa tena. Nitakuacha, nitakususa. Ndio maana baadhi ya watu wanapotona sisi tunawaangalia na makorokoro yao, wanafikiri kama mbona mchungaji anaridhia. Mimi si ridhii. Lakini wewe hujawahi kusikia. Mimi kukuta huko mitaani, umekula kipendo. Kitoko kiko nje. Nakwambia tu Bwana Yesu asifiwe. Wewe sizungumzi dada ambao vipendo vimekuwa vikaya. Ulishasikia kanisani? Ulishahubiriwa? Kipi ambacho hujahubiriwa? Anasema kwa sababu nishakwambia mara 2, mara 3, mara 4, mimi sikwambii tena. Kinachotokea mimi nitakuja kama mwizi. Mwizi yupi anakupa taarifa kama unajua kuibia? Wangapi ambao kuibiwa hapa nioshe mikono? Umeibiwa simu, umeibiwa hela, umeibiwa saa. Nyosha mkono, wewe kuibiwa. Hiyo siku ulipoibiwa ulipewa taarifa? Hapana. Na ungepewa taarifa, si simu ungeacha nyumbani? Ungepewa taarifa sasa ungeacha nyumbani? Sasa Mungu anasema kupitia malaika. Roho Mtakatifu anasema ya kwamba ninapokuambia mara 1, mara 2, mara 3, mimi sasa nitakuja kwako kama mwivi. Kwa hiyo unaweza kuona watu kama wamekuridhia, na hata wakati mwingine wachungaji kwenye makanisa wanalaumiwa. Ni kama wameridhia dhambi. Kwa taarifa yenu hawakuridhia. Kwa sababu wanajua kwamba tulishasema mara 1, tulishasema mara 2, tulishasema mara 3, mara 4, mara 5. Mwache huyu mtu sasa hajiwe kama mwivi. Atakutana na yeye mwenyewe Jehova. Mpigie makofi unasema amina. Maana kwenye andiko gumu ndio kusema amina. Sio tunapokuambia umebarikiwa amina, hizo ziache kwanza. Leo sio siku ya namna hiyo. Siku ya leo tunaleta mifupa, tunaleta makongoro, tunaleta vitu vizito. Amen. Mwambie yangu vitu vizito. Na uvimeze. Amen. Uvitafune. Amen. Lakini ukitoka tu hapa leo nimehubiriwa mimi, ndio ilikuwa hiyo shida. Hiyo ndio ilikuwa lengo, ni wewe. Amen. Yako ni wewe. Wewe. Haleluya. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia anasema yashike hayo na kutubu, walakini usipokesha, maana yake usipokuwa makini, usipokuwa mwombezi, usipokufuatilia mambo yako, nitakuja kama mwivi, wala hutajua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sadi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu. Piga makofi kwa ajili ya watu. Anasema ndani ya kanisa mnao watu huko Sadi ambao wao pamoja na shida nyingi mlizonazo wanaendelea kuwa waaminifu. Pamoja na mambo mnayopitia, jamaa wamekuwa perfect. Na ndivyo ilivyo kanisa lolote duniani. Na ndio maana usio mtu kuhukumu haraka. Na Biblia inasema wewe unayehukumu mtumishi wa mwingine, wewe ni nani? Unaweza kuona uozo kwenye kanisa fulani, kumbe kuna watu wawili pale wazuri ambao Mungu anawatambua kwa ajili hiyo. Anasema unayo majina machache katika Sadi, watu ambao hawakuyatia mavazi ya uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamefanya nini? Wamestahili. Ndani ya kanisa kuna wasiostahili na waliostahili. Ndani ya kanisa kuna waliokamilika na wasiokamilika. Ndani ya kanisa kuna wenye mapungufu na wasio na mapungufu. Amen. Ndio maana anasema katika Sadi wengi nimewaona
matendo yao hayajakamilika, lakini wale ambao wamekamilika wamestahili. Yeye ashindaye, mstari wa 5, atavikwa hivyo mavazi meupe. Utavaa? Nasema utavaa. Sio mavazi meupe na unaona mitaani ambayo yanaingia madoa, sio hayo. Mwanzo kainuka basi kuanzia kesho mimi tena ni mtu wa kujipigilia tu. Shati nyeupe, suruali nyeupe, bukta nyeupe, sketi nyeupe. Naanza mapema. Sio hayo. Vazi jeupe linawakilisha utakatifu. Amen. Lakini uko mbinguni tutayavaa kwenye uhalisia, kwa sababu yapo yasiyotiwa uchafu. Haya duniani mara sio inaingia doa, utategiki. Si mbaya kuvaa nguo nyeupe, lakini usijihukumu kama nimevaa nguo ya rangi kama makanisa mengi tunayajua white garment si na nini, kwamba kila Jumapili na nguo nyeupe. Hiyo haikupi usafi. Usafi ni utakatifu. Weupe ni utakatifu. Amen. Anasema yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika nini? Kitabu cha uzima. Hautafutwa. Kwa sababu jina lako limeandikwa, na kama limeondolewa utatubu ili urudishwe. Nami nitaakili jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Yaani malaika watakuwepo. Yesu atakukiri wewe kwamba anakujua. Yesu atanikiri mimi kwamba ananijua. Amen. Umeelewa? Mstari wa 6, yeye aliye na sikio uize jina yako kwamba unasikia wewe. Mwambie mwingine unasikia wewe. Alafu sio sikio hilo linalosema ile habari kwa nje, ile sikio la kiroho. Sikio la mtu wa ndani. Ili sikio la nje wakati gani na kupotosha linasikia vitu vingi. Sikio la mtu wa ndani. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia. Sema amen. Sema amen. Amen. Rudi nyuma kidogo katika sura ya 2 tuone mapungufu mengine yaliyoonekana nataka kushughulikiwa. Nafikiri umeelewa yale mapungufu ambayo Mungu ameyaona kwenye kanisa la Sardi, na anasema nimeona matendo yako hayajafanya nini? Hayajakamilika. Mwambie jirani yako, kamilisha mambo. Kamilisha matendo yako. Mungu bado anakuhitaji. Hakuna mtu akufukuzwa hapa kanisani. Hakuna mtu akuondolewa hapa kanisani. Lakini rekebisha, kamilisha tu. Hilo tu. Mungu hakusema mtu yote katika Sardi afukuzwe. Hakusema hivyo. Lakini sasa naona vitu havijakamilika. Rekebisheni tu. Kila mama arekebishe, kila dada arekebishe, mabinti arekebishe, kila baba arekebishe, vijana arekebishe, kila mtu arekebishe. Katika Efeso sura ya 2, samahani sio Efeso, Ufunuo sura ya 2, ila kanisa la Efeso, maana wanasema Efeso. Kanisa la Efeso. Ufunuo 2, mstari kuanzia wa kwanza. Na kwa malaika wa kanisa la Efeso andika. Sasa anaandikwa mchungaji wa Efeso. Haya ndio ananao yeye azishikaye hizo nini? Nyota 7 katika mkono wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako. Zingatia hayo unayosikia hayo. Naomba uyazingatie. Taabu unazopitia si kwamba Mungu haoni. Shida unazopitia si kwamba Mungu haoni. Na ndio unapaswa kuwa makini sana unapopita kwenye shida na taabu. Taabu sipo. Kukosa fedha. Ndugu zetu ambao walikuwa wanafanya biashara kwenye kazi kwenye mahoteli, biashara za utalii, wapo kwenye taabu. Hawana hela kwa sasa. Pengine hawana hata sadaka, hawana hata zaka. Hizo Mungu anazijua. Taabu zako, shida zako, yeye anazijua. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako. Wewe ni mtu wa subira, umekuwa kingoja Mungu. Na ya kuwa una tatizo moja tu, ya kuwa uwezi kuchukuliana na watu wabaya. Amen. Hapa ndio tatizo. Sasa na nyinyi mnanishauri wapendwa hapa kanisani, ili pia mnizingatie. Kabla ya kunishauri pia ujue wewe tabia yako ikoje. Unaweza kuchukuliana na watu wabaya au huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Kwa sababu unaweza kaja tunishauri kwa sababu tukafanya hivi. Fire. Kanisa la mchungaji alikuwa Efeso, shida yake ilikuwa akisikia jambo mtu kafanya siku ya pili kanisani asionekane. Kwa sababu hawezi kuchukuliana na watu wabaya. Na Mungu hilo halipendi, kwa sababu Mungu anatoa nafasi ya toba. Amen. Umeelewa? Sasa unaweza kuna watu wengine wanasema yaani mchungaji hapa hamna habari nyingine. Kwa hili fire. Kwa hili fire. Kwa hili fire. Tulia. Tunaangalia pia subira. Lakini kulikuwa na tatizo. Kwa hiyo mchungaji wa namna hiyo kwa kawaida kanisa linasambaratika sana. Anaweza kuwa hata amesikia tu habari za uongo, yeye kashazifanyia kazi. Muite mtu, kaa naye, zungumza naye,
sema naye. Huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ni kweli, ukaona kuwa ni waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala ukuchoka. Sema amen. Pamoja na shida zake zote huyu mtu, lakini bado ni mtu wa subira, hachoki, anaendelea kutembea na Bwana, na mahitaji yake hayapatikana, lakini anavumilia. Lakini mstari wa 4, sikiliza hilo. Lakini una mapungufu hapo katikati. Mstari wa 4 unasikia huo? Lakini nina neno juu yako, ya kwamba vile ulivyoanza sivyo ulivyo. Mzee yako ulivyoanza wokovu na sasa ni sawa. Lakini na neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Hayo ndio mapungufu ulionayo. Zile ibada ulikuwa unaziona za maana sana za katikati ya wiki, siku hizi hata hujui kama kuna ibada ya katikati ya wiki. Yale maombi ulikuwa unawahi mapema kuomba kanisani kabla watu wengine hawajafika, sasa hivi unatamani muongoza maombi asiongeze hata dakika 10, kwamba anatumiwa na shetani. Tufanye fasta, tufanye haraka. Yaani shauku ile ya mwanzo iko wapi? Mbona uonekane kanisani? Mpendwa wewe. Yaani kuna mambo jinsi ukiyatafakari. Niache. Yaani tulikotoka na tuliko. Nyinyi ombeni neema tu. Umeuacha upendo wa kwanza. Kwa tatizo liko wapi? Mpendwa, hamna tatizo. Hamna tatizo. Mbona sikoni kanisani? Yaani mpendwa, mambo mengine si ya kusema. Hana sababu. Mnatafuta sababu ya kwa nini kanisani haji, na kwa nini hahudhurii ibada. Yaani utamsikia anifanya mtu akiroho, tena akiongea anajifanya kama anataka na machozi. Yaani mtu, yaani mchungaji Isa alionifanyia tazimia. Bwana akupe neema kwa jina la Yesu. Nini? Takwambia siku nyingine. Niache leo. Mpendo una nini? Niache. Umeacha upendo wa kwanza. Bwana asifiwe. Umeuacha upendo wa kwanza. Kiu ya Kristo uliokuwa nayo, shauku ya Kristo uliokuwa nayo, shauku ya maombi uliokuwa nayo, shauku ya kusikia neno uliokuwa nayo. Sasa umesoma Biblia yote, unajifanya sasa ushaijua. Mchungaji akija na ujumbe wake, najua ile andiko litatokea mahali fulani, ataenda mahali fulani, ataenda mahali fulani. Sina nachoona kipya. Mimi unajua nimekaa naye, acha hizo habari. Haya maandiko yamevuviwa na Mungu. Lakini andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Amen. Na kuwaonya watu na kuwaadabisha. Hatujafika. Mfano wa makanisa 7 ni mfano mzuri sana wa marekebisho katika makanisa ya sasa yote. Amen. Na hata wakati ule makanisa yasinyosheane sana vidole. Kama kuna mifumo ya kuwekeana au kufundishana, basi watu wafundishane, kwa sababu Mungu anatoa nafasi ya watu kufundishana. Amen. Anasema nina neno juu yako, una mapungufu, umeuacha upendo wa kwanza. Mstari wa 5, basi kumbuka ni wapi ulikofanya nini? Ulikodondokea. Ulikoanguka ni wapi? Pakumbuke hapo. Baada ya kupakumbuka, nenda kwa mchungaji ukafanye toba. Ukatubu, usifiche. Ukayafanye matendo ya kwanza yale ulioanza nayo, ambayo sasa unayadharau. Kukesha, kuomba, sadaka, zaka, kusaidia, kufuatilia, fagia kanisa, tunza kanisa, andaa kanisa. Yale yote ambayo ulianza nayo ulikuwa unaona ni ya kitoto, ndio sasa uendelee kuyafanya tena. Amen. Na yale makubwa unayafanya usiache. Ndio maana mimi hata kama nikiwa mchungaji, si niitwe mtume, niitwe nani, kama nitakuta kanisa chafu nitafagia. Kwa sababu Biblia hainiruhusu niache chochote kinachomhusu Mungu eti kwa sababu ya level au cheo au jina au mali. Anatoa ushauri katika mstari wa 5 ya kwa basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. Usipo tu, sikiondoi kama umetoka.
sikiondoi kama una moyo wa kweli, sikiondoi kama unarekebisha. Lakini usipofanya hivyo, mimi nakiondoa. Hiyo nafasi, nasema hiyo nafasi. Amen. Kanisa la sasa, katika maelekezo ya kimungu, katika dunia ya teknolojia, kuna uvamizi mkubwa sana kwenye kanisa. Dunia imeingia, ulimwengu umeingia, fashion zimeingia, muziki yetu makanisani. Watu ambao wanaongoza hizi nyimbo za gospel siku za leo wana mikakati ya kwamba wimbo wa gospel usio unaelemea sana kwa watu wa gospel, uwe ni wimbo ambao hata kama mtu haamini gospel aupende. Wanatutoa katika lile kusudi la Mungu. Na wanasema kufanya hivyo utakivuta kizazi hichi. Kizazi hichi akivuti kwa vitu vya kuburudisha, kinavutwa kwa neno la Mungu. Amen. Vitu vya kuburudisha, vitu vitamu vitamu vitaozesha tu meno yako. Kula sukari sana, kula chocolate sana, subiri meno kuoza. Unapotafuta kanisani maburudiko ili watu wafurahi tu, wacheze, waemuke, warukeruke, hivyo anapokuja mhubiri kuhubiri kanisa zima limelala. Lakini katika yena wote wako macho, wanatoka jasho, kitu ambacho ni kizuri sio kibaya. Lakini baada ya sifa, kuabudu na mambo kama hayo, wote wanakoroma, utafikiri wako kwenye vitanda vyao. Ni wa kuamsha kwa mbinde. Mpendo vipi? Sijalala. Nipo na msikia mtumishi wa Mungu. Kisema mtumishi wa Mungu amezungumzia kukoroma. Lakini ujumbe una katika tu. Ongea yako amelala. Muulize ndugu, mbona unasinzia? Hata kama asinzia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kanisa ni lazima lijue ya kwamba kama kuna mapungufu yaliyoonekana, lazima yarekebishwe. Na ujizoeshe kushughulikia hata yale ambayo unayaona wewe mwenyewe watu wengine wayaoni. Isaya alipomwendea Hezekia, wakati Hezekia kwenye siku zake za mwisho za maisha, Isaya alipokwenda pale, kitu alichomwambia Hezekia, tengeneza tu mambo ya nyumbani mwako. Mungu anaheshimu watu wake. Lakini alipoambiwa hivyo Hezekia, akagundua kabisa, nikiwa na toba, nikiwa na nini, mambo yatakaa sawa. Kama ule mfano kwenye Ufunuo, tena wakati huo ulikuwa Ufunuo bado haujaandikwa. Lakini ufahamu wa kimungu ulimuongoza Hezekia kujua nini cha kufanya. Hakuwa na lawama juu ya Isaya, hakuwa na chuki juu ya Isaya, wametumika wote pamoja. Na ndio ambapo tunapaswa kuwa kama kanisa. Ondoa lawama juu ya mchungaji, ondoa lawama juu ya mpendwa. Unaposikia neno linakuja juu yako, unasema ni lawama. Na ni mimi ninahitaji kufanya kitu. Wote tunapenda kumtumikia Mungu. Wote tungependa baada ya maisha haya tukakaa na Yesu kule mkono wa Mungu. Wote tungependa kuishi katika umilele peponi. Na ndio maana watu wanapenda sana viongozi wa dini wawepo katika mazishi ili watamke hilo neno, kwamba roho yake na ikae mahali pema peponi. Unapajua wewe? Wewe una nafasi ya kumweka huyu mahali pema peponi. Mama wana Zebedayo alimjia Yesu, akamwambia, mimi ningependa sana watoto wangu wawili hawa, mmoja awe upande wako wa kushoto, mmoja upande wako wa kulia. Yesu akamwambia, ujue unachoomba, hiyo sio nafasi yako. Na kama utataka litatokea. Lakini unajua majuto yake. Unajua majuto yake. Ilimponza mmoja wa watoto wa Zebedayo, ambaye anaitwa Yakobo, kwa sababu ya maombi ya kijinga ya mama yake. Anataka mmoja akae upande wa kushoto, mmoja wa kuume. Ndio Yakobo aliuawa na Herode. Lakini Yohana mpaka anazeekea huko hakuuawa. Mwambie jirani yako, jua hata jinsi ya kuomba. Tutazungumza hiyo siku nyingine. Lakini unaposikia neno kama hili, Isaya anakujia, nabii mwana wa Amosi, sura ya 38. Anasema hivyo Isaya baada ya kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu.
Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Ndugu zangu, kanisa lijue, ukisoma Biblia utagundua watu wengi sana waliougua na kukaribia hatari ya kufa, lakini Mungu akuruhusu wafe. Amen. Na mmoja wapo leo tumemwombea anaitwa Hezekia. Tunamzungumza habari zake. Lakini pia kulikuwa na Epafrodito. Naye pia aliugua sana. Tunapoona wazee wetu wa kanisa, tunapoona washirika wetu, tunapoona ndugu zetu wanapitia kwenye magonjwa, wewe mwenyewe katika akili yako kwanza futa roho ya mauti juu yao. Amen. Kwa sababu watapita kwenye vipindi hivyo lakini hawatakufa. Amen. Kwa sababu kufa kwao si bahati mbaya. Wao kufa ukifika wakati wao, Mungu atawaita wakiwa na afya zao kwa sababu wanaenda nyumbani. Paulo mtume anatuambia alitembea na mwiba, mjumbe wa ibilisi kwa muda mrefu, lakini hakufa kwa ugonjwa ule, alikuja kuuawa na neno. Kwa hiyo unapoenda kumwombea mshirika mwongofu, hata ukimkuta anatapatapa hivi, mwambie ndugu, wewe huwezi kufa kwa bahati mbaya. Wewe utaishi tu. Unadikria maisha kuendelea. Na Isaya nabii mwana wa Amosi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Hezekia aligeuza akaelekeza uso wake ukutani. Akamwomba Bwana akasema, Bwana kumbuka haya. Anamtajia Bwana mambo aliyofanya. Na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Mstari wa 4. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, nenda. Mstari wa 5 akamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimesikia maombi yako, nimeona machozi yako, tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Sema si haba. Vipindi vitatu katika urais Tanzania. Si haba. Unaambiwa tengeneza uondoke kesho, hapo unapigwa miaka 15. Unainuka kwa nguvu sana. Ikifika miaka 14 unageuza tena mchezo. Naambia Mungu nataka 15 mingine. Unaelewa? Na inawezekana. Kwa sababu hatujasoma tena sehemu nyingine ambayo pengine Hezekia alihitaji pengine kujiongezea miaka. Kama aliweza kuomba kwa maana ya kwamba ameonyesha Mungu matendo yake, maisha yake, akapewa 15. Wewe unafikiri ile 15 si alifanya vema zaidi kuliko alipokuwa kule nyuma? Kule nyuma kulikuwa na shida za kurekebisha. Sasa leo kapewa nafasi, kwa nini asirekebishe? Biblia inasema akaongezewa miaka 15. Baada ya kuongezewa miaka 15, Isaya akarudi tena mstari wa 6. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitakulinda, nami nitaulinda mji huu. Mstari wa 7. Jambo hili liwe ishara kwako litokayo kwa Bwana kwamba atalitimiza jambo hili alilolisema. Ukisoma baadaye utaona zile ishara ambazo Mungu alitaja. Lakini kwa sababu aliposikia kitu ambacho Isaya anasema kwamba kuna kitu cha kurekebisha, hakuwa na shida, hakuwa na tatizo, aligeukia ukutani, akafanya toba, akafanya maombi, akafanya yote ambayo anataka kufanya, na hatimaye akapasa. Na Mungu mrekebishaji wa wanadamu, jambo hili si kwamba lilianzia kwenye Ufunuo. Hata kwa Ibrahimu baada ya kutembea na Mungu kwa muda fulani, kukaa na mapungufu kwenye maisha yake. Uzoefu ni mwingi, mambo ni mengi, watoto wamezaliwa, kina Ishmaeli wako hapo, kina Isaka wako hapo, Sara yuko hapo. Kulikuwa na mambo mengi. Lakini katika yote, sura ya 17 ya kitabu cha Mwanzo, sura ya 17 ya kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema mstari wa kwanza, sura ya 17 kitabu cha Mwanzo, Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, miaka 99, alikutana na Mungu akiwa na miaka 75. Miaka 14 baadaye, wewe jana yako mpaka sasa una miaka mingapi kwenye ukoo? Asikupe jibu. Mwingine miaka 3, mwingine 10, mwingine 20, mwingine 30. Wakati Ibrahim sasa amekaa na Mungu, ametembea na Mungu kwa miaka 14. 14 au 24. Kutoka 75 mpaka 99. Ni ngapi? 14. 14 24. Ni ngapi? 24. Ndio. Kutoka 75 mpaka 99.
miaka 24 anatembea na Mungu. Kwa miaka 24 amekuwa akitembea na Mungu. Baada ya miaka 75 kukutana naye, Mungu anarudi tena kwa Abrahamu. Umetembea na mimi vizuri, umekutana na mimi vizuri kwa miaka 24. Kabla hujaingia mwaka wa 100, nataka ufanye kitu. Amen. Sema amina tena. Amen. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, sitaki tena mapungufu. Amen. Kama alimwambia katika kule kanisa la Sadi, naona kuna vitu havijakamilika kwako. Lugha imebadilika. Kwamba baada ya miaka 24, Mungu anarudi tena kwa mtu yule yule na kumwambia, nataka uwe mkamilifu. Kauli ya Mungu haibadiliki kwa mtu yoyote. Baada ya miaka 10 ya wokovu, miaka 20 ya wokovu, miaka 30 ya wokovu, miaka 40 ya wokovu, miaka 50 ya wokovu, Mungu anaweza kauli kwako na kusema, sasa tumetembea pamoja kwa muda mrefu, lakini nataka uwe zaidi ya mwaka jana. Sema amen. Amen. Uwe zaidi ya miaka 5 iliyopita. Sema amen. Amen. Uwe zaidi ya miaka 20 iliyopita. Sema amen. Amen. Shauku zako za miaka 10 iliyopita na sasa zikoje? Shauku zako katika Mungu, nia yako katika Mungu, usiwe katika Mungu. Ukichukua miaka iliyopita na sasa, imeongezeka au imepungua? Ukigundua imepungua, maana kuna jambo la kurekebisha. Amen. Hayo ndio Mungu anayosema, nimeangalia matendo yako, nimeona hayajakamilika mbele zangu. Ndio hayo. Sio lazima ukawe mzinzi, sio lazima ukawe mshirati, sio lazima ukawe mlevi. Wewe sio mlevi, wewe sio mzinzi, sio mshirati. Lakini shauku yako ya Mungu ile unayokuwa nayo, kwamba lazima nimjengee Bwana hekalu, lazima nitoe kitu kwa Bwana, lazima ninunue gari ya mchungaji, lazima nifanye, hiyo shauku bado unayo? Ukiona hizo zote zimezimika, ndio maana Mungu anasema, nimeona matendo yako hayajakamilika. Lazima niwe mwombaji wa saa 1 kwa siku, saa 2 kwa siku, saa 3 kwa siku. Lazima shauku hiyo bado nayo. Lazima nijazwe Roho, ninene kwa lugha, shauku hiyo bado nayo. Upo kanisani kwa muda mrefu na una Roho Mtakatifu, huwezi kuomba kwa lugha ya mbinguni. Unasoma wenye kuomba, unapoambiwa omba paka maneno yako ya Kiswahili yenyewe yanagongana. Gengele unajikuta baada ya kusema Bwana ponya, unasema Bwana angamiza. Kiswahili kingi. Ingia rohoni. Unapoomba katika roho, uchovu wake tofauti unapoomba katika akili. Biblia inasema unapoomba katika roho, akili yako haina matunda. Unapoomba katika Biblia utafute maneno ya kusema ili anakusikia wakati mwingine asije kuona unakosea. Na wakati mwingine nilikuwa naambiwa na maombi hapa, tumekuwa tukiomba sana maombi ya public ya kuwajulisha watu matatizo yetu. Tukiingia katika roho kanisa zima, hata mtu atege sikio ajue tunachoomba. Anasikia tu reka satarabakosi. Hera pasi tarabokosa. Tena bakosi. Wanajua tunachoomba. Lakini baba tazama sina kazi, jamaa jobless. Watoto wangu hawajala. Mke wangu usiku leo Jehova jinsi ambavyo amenisukumia huko tukalala mzungu wa 4, Mungu unajua. Unaambia tu majirani zako mashida ulionayo. Sasa kumbe talokeo anapitia usiaje kwetu huko makahaba. Mnaongea usiku na mkeo unagombana usiku kucha kwa majirani nasikizeni. Au kijana katika maombi sasa unaamua kumnanga mkeo. Mungu sikujua. Wakati wewe usema sijaokoka. Nilijikuta tu navamia, nimegea chuo cha kike, sio ya nini. Ingia rohoni. Hawatajua unachoomba, shauku hiyo bado unayo. Haya ndio Mungu anasema, nimeyapima matendo yako, nimeona hayakamilika. Shauku yako kwamba kila mwisho wa mwezi namtengeneza mchungaji, hapa kuna mchele, hapa kuna shilingi 100, hapa kuna shilingi 50,000, unaiendeleza. Inua tena shauku yako. Kwa sababu nimeona matendo yako hayajakamilika mbele zangu. Kuna mapungufu. Mwambie jirani usihuzunike. Tunasonga mbele. Na injili bado ipo. Mtu mmoja kanambia mchungaji, network hasipotei, mwambie hasipotei. Amen. Network ziko sawa. Amen. Sema amina. Amen.
tunapo dhaifu ndipo tunapokiri ujasiri na nguvu. Amen. Na ninafurahia udhaifu kwa sababu hapo ndipo Bwana anaponitia nguvu. Amen. Niendelee kukuhubiri niishi hapo. Niendelee kukupa vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya miaka 24 Mungu akamjia tena Abrahamu akamwambia, sasa kuna vitu umepunguza. Unalala wakati mwingine, hata wakati mwingine chakula uombei, kwa sababu Kristo ameshafikia kukomaa. Akishika juisi anapeleka tu. Akishika hiki anapeleka tu. Yaani hata kule kutangaza hamna. Ukaambia mbona uombe? Hapo inapigiwa kwa shukrani tu. Kumbe alishakufanya kiroho siku nyingi. Yaani alishasahau kuomba. Akipewa karanga njiani hajui nani kazikaanga, yeye anazidondoshia kwenye mdomo. Zinafika tumboni. Baadaye akisuka, mbona kama katumbo kamejaa? Ni zile karanga. Huku zitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe nafasi ya pili ya toba kwa yaliyopungua. Nafasi ya pili ya toba kwa yaliyopungua. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 33 mstari kuanzia wa 9. Baada hapo tusome tena Mwanzo alafu tutaomba. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 33 mstari kuanzia wa 9. Hapa nitaonyesha mtu mmoja ambaye alikuwa mbaya sana. Hakuwahi kuwa mzuri, lakini kwa sababu alifanya toba Mungu alimrehemu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 33 mstari wa 9 hadi wa 13. Biblia inasema mstari wa 9 hadi 13. Basi Manase akawakosesha Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, hata wakazidi kufanya mabaya kuliko mataifa aliyowaadhibu Bwana mbele ya wana wa Israeli. Naye Bwana akasema na Manase na watu wake, wala wasiangalie. Imagine. Mwambie jirani yako usiwe na moyo wa namna hiyo. Mwambie mwingine usiwe na moyo wa namna hiyo. Mchungaji anasema na wewe wala utakubadilika. Wazee wa kanisa wanasema na wewe. Yeye anasema Bwana alisema na Manase na watu wake, na jamaa tu bado kabaki na kiburi chake. Unaposikia wazazi wako wanasema na wewe, unaposikia ndugu wanasema na wewe, unaposikia marafiki wanasema na wewe, kuna kitu. Usione kama wanakuonea. Bwana alisema na Manase na watu wake, wala hawakuangalia. Kama sasa Mungu anavyosema na kanisa wakati huu. Wewe usiwe kama Manase. Baba, mchungaji leo akatufamia, mchungaji leo akaamua. Hakuna kuamua, ni ujumbe tu wa Bwana. Huwa katika kila wiki, huwa natafakari Jumapili tahubiri nini. Kama kuna siku ninasumbua sana ni Jumapili. Unajua kuwa mchungaji sio kazi ya mchezo. Unaweza kufikiri tu mzaa mchungaji anapokea zaka na nini. Hii kazi ukipewa mwaka mzima ndio utajua. Kila Jumapili ulete ujumbe, utofautiana na wiki iliyopita. Maana mwanadamu alivyoumbwa anapenda kusikia vitu vizuri vipya. Kama wale watu wa kule Athene. Lakini kama tutazungumza kwa wiki 5 maombi, watu wanakinai. Tutazungumza kwa mwezi kitu kimoja, watu wanakinai. Watu wanataka kusikia, yani akili zetu zilivyo wanadamu. Kinapokuja kitu kipya kinafungua sehemu fulani za ufahamu. Na watu wanakuwa makini kusikiliza. Huu ndio ujumbe ambao Bwana alitupa. Wiki iliyopita Bwana alisema baraka ya baba. Ni Bwana mwenyewe alisema. Na tulifundisha kwa dakika kama 48-51. Wiki hii tunazungumza kuyashughulikia mapungufu yaliyoonekana. Au tunasema Mungu ameyaona au mwanadamu, lakini lazima ashughulikiwe. Maana sasa Mungu alisema na Manase na watu wake zaidi ya mara moja, lakini wale watu wakufanya nini? Hawakusikiliza, hawakuangalia. Mungu atafanya sana nini? Angalia mstari unaofuata. Biblia inasema hivi. Kwa hiyo Bwana akaleta juu yao maakida wa jeshi la mfalme wa Ashuru, wakamkamata Manase na minyororo, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Sasa amekutana na songo mbingo. Kama vile ambavyo watu wengine kama dada niliyokuambia, baada ya kuja kumtafuta Mungu kwa muda mrefu, atoe zaka afanye nini, sasa ndio anajiuliza Mungu shida iko wapi? Sasa mpaka Bwana anaachia mabaya, Bwana anaachia matatizo, ndio Manase anastuka. Alipoambiwa kabla ya matatizo ya kustuka. Alipoambiwa kabla ya shida ya kustuka. Sasa Manase anastuka. Akatolewa mpaka Babeli utumwani. Hata alipokuwa katika taabu, sema taabu. Akamsii nani?
Akamsihi Bwana Mungu yule ambaye alikuwa kumsikiliza. Akamsihi Bwana Mungu wake, akajinyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake. Mwambie yako jinyenyekeze. Jishushe. Alipofanya hivyo, Biblia inasema akamwomba, naye akamtakabali, akayasikia maombi yake, akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme wake. Unarudi kwenye enzi yako. Nasema unarudi kwenye enzi yako. Ulipoteza furaha ya Roho Mtakatifu, ulipoteza kububujika, ulipoteza maombi, ulipoteza kunena kwa lugha, ulipoteza kibali, feva ya kifedha, ulipoteza feva za kibiashara, umepoteza hata kwa mabosi wako walikuwa wanakupenda, unashangaa sasa hivi hawakupendi. Ndugu zako walikuwa wanakupenda, sasa hivi hawakupendi. Umepoteza. Ulipoteza vyote hivyo kwa kupelekwa kule Babeli. Sasa unapojinyenyekeza na kujishusha, Mungu anavirejesha tena. Amen. Mungu anavirejesha tena. Amen. Nasema Mungu anavirejesha tena. Amen. Nasema Mungu anavirejesha tena. Amen. Akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme wake. Unarudi katika enzi yako. Amen. Unarudi katika baraka zako. Amen. Unarudi katika neema uliyokuwa nayo. Ndipo Manase akajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hili ndio kanisa. Umepoteza kibali, umepoteza upendeleo, umepoteza kila kitu kwa sababu ya kule na huku, kule na huku. Mungu anasema alirudisha Manase, atakurudisha nawe. Amen. Kabla tujasoma kitabu, kabla tujahitimisha, tusome kitabu cha Mwanzo. Jinsi Mungu anatoa ushauri kwa mtu ambaye alikuwa amekosea, ambaye alikuwa ni Kaini. Katika kitabu kile cha Mwanzo, sura ile ya 4 mstari wa 7, yeye anasema kama ukitenda vema, utapata kibali. Kama utapata, mwambie jina yako, fanya vema. Shughulikia matendo yako. Shughulikia maisha yako. Shughulikia roho yako. Usipotenda vema, dhambi iko. Kama utendi vema, dhambi iko, inakuotea mlangoni. Kama una tabia za kuendelea kutokujali, uasherati unakaribia, uzinzi unakaribia, upagani unakaribia, kurudi nyuma unakaribia, kumwacha Bwana unakaribia, kuacha kanisa unakaribia. Tenda vema, upate nguvu mpya, upate roho mpya, upate neema mpya, na Bwana atakupa kibali tena kwa jina la Yesu. Pale uliposimama, angalia matendo yako yanakamilika mbele za Mungu wetu. Kokote uliposimama, na uchukue dakika 2 za toba. Kama ikimpendeza Bwana 3 hadi 5. Mbele za Bwana ukimwambia Mungu, sio tu kwamba umesema naye, lakini mwenyewe anajijua jinsi nilivyo. Sihitaji kuambiwa mengi, sihitaji kuonyeshwa, lakini najua juu ya hapa, juu ya pale, juu ya kule. Inua dua mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ni maombi ya toba. Unaweza kaomba kimya kimya, sio lazima sauti, lakini vizuri ukajua kwamba nafanya toba. Bado nakupa nafasi, imeingia dakika 4. Wewe ambao unatufuatilia pia kupitia Mvua za Baraka, Mungu anasema ameona matendo yako hayajakamilika mbele zake. Kuna mapungufu. Tazama, wewe ni msichana umeokoka, unafanya kazi nzuri, lakini unahangaika sana na boyfriend, girlfriend, muda wote unawaza juu ya kuoa, kuolewa. Matokeo yake unajinajisi sana, usiku unapata ndoto za mapepo yanakuingilia, mashetani yanakuingilia. Ni kwa sababu umeruhusu mchana mawazo mabaya muda mrefu. Na unasema na majini mahaba, wala sio majini mahaba, umeruhusu ubongo wako kuchukuliwa. Vijana wa kiume ni hivyo hivyo. Wameruhusu mawazo yao kwa kuangalia wasichana makalio yao, kuangalia wasichana matiti yao. Wameruhusu sana vitu hivyo, usiku wananajisiwa na mapepo. Wanajikuta wanajichafua katika kuota kwao. Kijana unayechipukia kukua, jitahidi kuuweza mwili wako, kijana wa kiume, kijana wa kike. Usijisahau. Roho yako ina thamani sana kuliko unavyofikiria. Hatusemi mwili wako hauna thamani, lakini Mungu akutunze uingie katika ndoa takatifu. Mungu akutunze uingie katika mahusiano matakatifu. Leo tuna wasichana wengi walikuwepo kanisani, leo wako mitaani, wamenajisiwa, wako katika hali mbaya, wanakumbuka Bwana, wanalia.
Wanakumbuka siku zao walizotembea na Mungu, walivyofurahi. Leo wamejitenga na watu wa Mungu, hawezi kupiga tena simu kwa mchungaji kwa sababu maisha yao. Wewe una nafasi ya kufanya vizuri kwa sababu umesikia ujumbe huu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Tuseme wote kwa pamoja, Ee Bwana Yesu. Umetuona utupu wetu. Tulipokuwa sirini, tulipokuwa vyumbani, tulipokuwa kazini, tulipokuwa kwenye magari yetu, tulipokuwa barabarani, tulipokuwa vichakani, tulipokuwa mitaani, tulipokuwa katika maeneo ambayo tuko peke yetu, tulizungumza maneno mabaya. Tuliwaita wengine kwa waume zetu, wengine kwa wake zetu ambao hawana sifa hiyo. Tukajinajisi kwa vinywa vyetu, kwa mikono yetu, kwa viungo vyetu. Leo tunaungana. Leo tunatubu. Damu yako Yesu inatosha kutuosha, kututakasa kuanzia mawazo, akili, vinywa, mikono, viungo vilivyoshikamanishwa au kuungamanishwa isivyo halali katika mahusiano yasiyo halali ambayo Mungu hayatambui. Tunaomba rehema, tunaomba msamaha, tunaomba toba. Kama ulivyosema Wasali, wana nafasi ya kutubu kabla hujaja kama mwivi, ndivyo ulivyosema nasi. Tunatubu mbele ya madhabahu, tunatubu mbele ya kanisa la Mungu, tunatubu mbele za utatu wa Mungu na malaika watakatifu wawe mashahidi siku hii ya leo. Damu yako Yesu ituoshe, itutakase, itusafishe kabisa na maovu yetu yote. Asante kwa msamaha. Rejesha furaha ya wokovu. Mifupa uliyoiponda ikafurahi kwa upya. Tupe na roho wako, wala usimuondoe roho wako. Majina yetu yabaki kwenye kitabu cha uzima. Kama yaliondolewa, yarejeshwe kwa toba hii. Asante Yesu kwa sababu umesikia na umejibu. Kwa jina la Yesu sema amen. Amen. Nyosha mikono yako sasa, nikubariki. Mungu, asante kwa ajili ya msamaha na toba. Kila mmoja kwa jinsi yake Mungu alimfanya. Umesema nimeona matendo yako hayajakamilika mbele zangu. Hii inamaanisha kuna mapungufu, aidha kwa kuwaza kwetu, kutenda kwetu, aidha kule tulikoanzia na sasa tuliko, aidha mafanikio yakatupa wazimu, yakatupa kichaa, aidha uzuri ukatupa wazimu, ukatupa kichaa, tukajikuta Mungu tunakwenda isivyo. Kwa niaba ya kanisa, mimi nasimama kama malaika wa kanisa hili nikiomba toba, msamaha kwa lolote ambalo limefanyika gizani, hadharani, sirini, barabarani, vyumbani, ofisini, magarini, saa zote za siku. Ukasamehe. Usiangalie hayo tena. Nafasi uliyotupa tunaitumia, maana tunataka kwenda kiwango kingine. Ulisema na Ibrahimu akiwa na miaka 99, baada ya miaka 24 alipokaa katika Bwana. Na wengine ulisema nao kwa tofauti. Sisi ni watu wa kusikia kuliko Manase. Sisi ni watu wa kusikia kuliko Kaini. Maana hatutaki kujua kama vile mwivi. Hatutaki kupoteza tuliyoyatenda. Maana umesema angalia usipoteze uliyotenda. Tungependa kuvaa mavazi meupe, kukaa pamoja na Yesu na kufurahia maisha ya mbinguni. Yesu, ondoa kila uovu, usihesabu kila dhambi. Damu ya Yesu itakase kanisa katika nchi nzima. Damu ya Yesu itakase kanisa Zanzibar yote. Damu ya Yesu itakase kanisa Afrika yote. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Mungu sasa na wabariki watu wako. Kwa jina la Yesu Kristo urejeshewe yaliyopotea. Amen. Kama Manase alivyorejeshwa kwenye ufalme, wewe pia urejeshwe. Amen. Kama ulipoteza kibali, kibali chako kimerudi. Amen. Ninakiamrisha kibali kirudi. Amen. Kibali kwa watu kirudi. Amen. Kibali kwa mabosi wako kirudi. Amen. Kibali kwa ndugu zako kirudi. Amen. Kibali kwa biashara sio kirudi. Amen. Kibali kwa familia kirudi. Amen. Na itokee hivyo muda mfupi tu baada ya maombi haya kwa jina la Yesu. Amen. Wale ambao wakukupigia simu muda mrefu kukasirikia, baada ya ibada hii watakupigia simu. Amen. Wale ambao walikuchukia sasa watakutafuta. Amen. Kuwe na mapatano, kuwe na baraka mpya, kuwe na kurejeshewa ufalme wako kwa jina la Yesu. Amen. Kipato chako kimepungua, kinarudi tena mahali pake maradufu. Kilipungua kwa sababu ya kutokuweka zaka, kutokufanya vizuri. Maadamu kila kitu kimerekebishwa, kinarudi mahali pake. Njia mpya zinafunguliwa. Maisha mbinguni yanafunguliwa. Kila baraka uliyoitamani inarudi kwako kwa jina la Yesu. Amen.
Na kwa ajili yako namkemea yeye adai. Na kwa ajili yako Bwana namkemea yeye adai. Anakufungulia madirisha mbinguni. Anakumwagia baraka hata isiwe nafasi ya kutosha. Mataifa yote yatakuita heri. Utaitwa nchi yenye kupendeza. Yeye Bwana akuangazie nuru ya uso wake. Yeye Bwana akufadhili. Yeye Bwana akubariki kutoka mashariki mpaka magharibi. Akubariki kutoka kaskazini mpaka kusini. Akubariki wakati wote wa mchana kabla ya jua kuzama. Akubariki wakati wote wa usiku kabla siku kupambazuka. Baraka zako zije hata kama saa 8 za usiku uone fedha zinaingia. Saa 8 za usiku fedha zinaingia. Usiku wa 8 dili zinakuja. Usiku wa 8 mipango inakuja. Utaamshwa kwa simu za baraka na mipango na mikakati kwa jina la Yesu. Wanatarajia Mungu kwa ndoa wakutane na ndoa zao. Wanatarajia Mungu kwa ndoa wakutane na ndoa zao. Bwana afanye tofauti ya kwanza na sasa kwa jina la Yesu. Mungu nasema asante kwa sababu najua umenijibu. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Piga kelele sema amina.